auto translation, yani maanake tafsiri moja kwa moja kwa lugha ya Kiswahili kutoka Kiingereza kwenda kwa Kiswahili. Hutakiwi saizi kuhangaika kwamba mbona hii labda video au content imetengenezwa kwa Kiingereza, kwa hiyo nitawezaje kuelewa? Kwa hiyo kwa sasa hivi dunia ni rahisi, unaelewa popote pale ulipo kwa lugha ya kinini ya Kiswahili. Hata kama video imeandikwa sio Kiingereza, labda lugha nyingine, lakini na mvuto nataka kuifuatilia, basi hivi ndivyo unavyoweza kutranslate moja kwa moja na ukaelewa kila video inayozungumzwa kwa lugha ya Kiingereza. Kwa hiyo hapa unaminya hapa, okay, kwa mfano Simona Keti, huyo anaongea Kiingereza kama unavyoona, lakini hii captions zinakuja kwa lugha nini? Kwa lugha ya Kiswahili. Sawa, kwa hapa unakuja hapa unabofya hapa. Sorry. By 2032. Do you have the skills needed to seize this opportunity? Then this yeah. Kwa hapa ngoja tubofya. Unakuja hapa sawa. Unabofya setting, hii alama ya setting kama unavyoiona hapa. Hii hapa alama ya setting. Zeni unakuja hapa kama unavyoona, umeona inaitwa subtitle au mkwaju CC. Sawa, kwa hiyo hapa unabofya. Lakini kwa wewe itakuja hivi kwamba unabofya hapa, kisha bofya hapa, inakuja kitu kama hiki. Sasa wewe itakuja mazingira ya auto translate. Kwa hiyo unabofya neno ambalo limeandikwa auto translate hapa kama unavyoona auto translate. Sawa, kwa auto translate utatafuta lugha ambayo wewe unaona utakuwa unataka uwe unaelewa. Lugha zote zipo hapa kama unavyoona, kuna Japanese, sijui Javanese, Karalisuti, sijui Canada, samblabla, lugha nyingi sana mpaka Masai, zipo mpaka lugha za Masai hapa. Kwa hiyo ni lugha nyingi, lakini kwa kuwa tunazungumza Kiswahili, sasa wewe moja kwa moja unakuja kuiangalia Swahili huku, Swahili. Usije ukatafuta sehemu ya K kwamba ukatafuta Kiswahili, huo inaandikwa Swahili, sio Kiswahili kwenye hii mifumo. Sawa, utatafuta huku kama unavyoona, lakini kwa sababu tumeshaiweka hapa tayari, hapa iko juu hii hapa. Sawa, kwa tayari tumeweka kwenye nini, kwenye Swahili, na ndio maana ukiangalia hapa mara ya kwanza Google na Apple kufanya kazi pamoja, kwa umaarufu Google imekuwa. Kwa hiyo Google inaenda kufanya kazi, sio ChatGPT ambapo ilikuwa inatumika kwa wale ambao wana smartphone za iPhone. Kuna kitu kinachoitwa Apple Intelligence, sawa, ambayo ilikuwa iko integrated na ChatGPT, lakini kwa sasa hivi huyu anaongelea mambo ya nini, mambo ya Apple kuwa kutengeneza partnership na nini na Google Gemini. Kwa hiyo hii artificial intelligence ya Google ndo wanakusudia kuiweka hawa Apple au tunaita iPhone. Sawa, kwa hiyo ndo kitu kama hicho hapo, au tuseme tu Apple devices kama labda MacBook au na hizi iPhone, kwa maana yake kwamba wata integrate nini, hii inaitwa Google. Kwa hiyo ndo anachokizungumzia hapa. Kwa hiyo hapo unaweza kaweka kwa lugha ya Kiswahili, kwa lugha labda kwa mfano Nigeria, Igbo unaweza kaweka. Sawa, kama nilivyoweka hivi hapa. Lakini kama hutaki labda tuchukulie hutaki uwe unafuatilia hii nini, unafuatilia kwa lugha ya nini ya Kiswahili, ile ina translate automatically kwa lugha ya Kiswahili, unataka lugha ya Kiingereza tu ndo moja kwa moja kile kinahusika, basi unabofya hapa Siri update powered by Google's models, and it'll be interesting to see them. I assume this is going to happen at WWDC 2026, which is now that's 2 years after they originally announced the big Siri update. But here's what's on my mind now. Hapo ni kwa Kiswahili. Sasa napo unaweza ukafanya kwa lugha ya Kiingereza, unakuja hapa. Hapa tayari tumeweka kwenye muundo wa Kiswahili. Sasa unaweza kabofya tena hapa English auto generated. Kwa nabofya hapa na inakuja kwenye muundo wa nini, wa Kiingereza kama unavyoona hapa. Sawa, na kwa unaona hapa, kwa inakuja kwa lugha nini ya Kiingereza. Kwa ndo mazingira ya kutumia auto translate. Na mimi nimeshaelewa jinsi gani ya kuelewa content zote za aina yote ile kwa lugha yote zenu na tafsiri moja kwa moja kwa lugha ya Kiswahili. Nikutakia siku njema, bye.